baada ya kuwa na likizo ndefu kupita maeneo mbalimbali. Sijui kama alienda Ujda Morocco, lakini sijui kama alikuwepo Zanzibar, lakini sijui kama alienda Mangula, lakini bila kusahau mchele na pepeta ameleta. Ni swala kuweza kujiuliza na kumkaribisha kwa sasa hivi. Msumi ukiangalia nafurahi sana kujikutana na Sharif Bayona, Idi Nonga pamoja na Said Msumi. Miongoni mwa mtu ambaye nafikiri alitamani pia kwenda Spain. Kwa sababu yeye ni shabiki wa Real Madrid. Kwa hiyo lile na kuna clip kidogo nitashare cha mtoto mdogo mshabiki wa Real Madrid, Rosen Blanco. Okay. Nitakishare hicho. Basi hamna shida. Bwana ni kiboko kabisa. Yule mtoto ana vibe na uhakika Mufti angekuwa ndo ametoka na wewe. Na uhakika angeama kutoka Atletico pale akishaona jioni anajitafutia nafasi ya kwenda Real. Tulipata nafasi ya kuepo Santiago Bernabeu kwenye mechi kati ya Real Madrid dhidi ya Elche. Ndio maana nikasema huyo mtoto nikopo naye kwa nyuma yangu. Alikuwa super. Na moja ya kitu ambacho umebahatika Msumi, ukifanya research ya kuangalia miongoni mwa timu ambazo yani ukipata experience ya kwenda kwenye hizi timu tour hizi, wanakuambia Atletico hii timu ni miongoni mwa tour ambayo inakuwa nzuri sana kwa sababu inakupa ile texture ya kila kitu. Yani unapata ladha. Wakati hujamaliza pia tulipata nafasi ya kuhudhuria mchezo wa Real Madrid ya basketball dhidi ya Valencia katika ukumbi wa Movistar Arena. Kwa hiyo lile vibe la Real Madrid sio la football tu, mpaka katika kikao. Kwa hiyo hukuacha chochote kaka. Hukuacha chochote. Mufti karibu sana. Vijana wamekuhemea. na Mufti mimi wakati anakuja kwa namsikia nyuma anasema kwa likizo yangu nyingine lini tena? Karibu sana Mufti bwana. Watu walikuhusudu uwepo wako. Ya kweli, lakini tunikwambie kwamba likizo haijawahi kuisha utamu. Kwa nini unaulizia tena? Na watu wajue hii ni ya mwaka jana. Kwa hivyo tunasikana watu wasubiri na hapo ni kijiwe cha Tabata. Tena zungumza. Na watu wakasema Mufti ana miwani yake. Ya kurasa na miwani yake, ya viwanjani na miwani yake. Mtu classic bwana. Lakini hata shughuli kubwa aliyofanya Zanzibar ana miwani yake tukuka. Alienda Zanzibar na miwani yake tofauti ya Unguja. Karibu Mufti. Yes, na ulitaja Zanzibar, ni kweli miongoni mwa sehemu ambazo nimefika, lakini Zanzibar nilienda kikazi zaidi. Sikwenda. Sheikh Said, nimefurahi kuungana nawe, lakini sio tu wewe kuungana na watazamaji wa kipindi cha Viwanjani. Kipindi adhimu kabisa cha michezo. Ni miongoni mwa vipindi ambavyo mtaani ndivyo ambavyo vinazungumzwa kweli kweli. Lakini nimefurahi kuungana na Sharif Bayona, mguu wa dhahabu, lakini pia watu wamekasirika. Idi Nonga. Twende moja kwa moja katika zilizobamba mitandaoni, tuone nako kwenyewe kuna habari gani. Hiyo picha bila shaka watu wafuatiliaji wa mambo katika nchi hii watajua tu kabisa kwamba hii ni Arusha, na ni Arusha ambayo leo hii majira ya saa 10 pale Young Africans itakuwa ugenini kukaribishwa na TRA United katika mchezo wa NBC Premier League, na hii ilikuwa ni sehemu ya hamasa ya TRA United ikiongozwa na afisa habari wake Christina Mwagala. Kwa hivyo taswira hizi zinaonyesha, hebu tusikie kidogo wanasemaje wenyewe watu wa Chuga Arachuga. Jamani mnajulo. Hiyo Morogoro hapo stadium jamani. Hao TRA wana mchele. Tunachai road hapa sasa hivi hatuna tambili wewe moja. Teki, hiyo Morogoro. TRA sasa hivi ni kwa fanye wapi? Wanapiga bolisha walitoka amesingizia jamani. Haja masti wanakulaga upepo. Kilichonifurahisha, kama umetazama vizuri hii video, nyuma kule kuna mtu ana jezi ya Yanga. Naye yupo katika sehemu nyuma, huyu bwana nyuma kule kuna mtu mmoja alionekana na jezi ya Yanga, yupo katika hamasa za TRA United. Lakini yote haya ni katika kunogesha hapo. Sija kuelewa
wale watu wakopo wanahamasisha mmoja wapo amevaa jezi ya Yanga ama ni mtu tu amekuja kuangazia kwamba kavaa jezi ya Yanga? Kuna mtu yupo nyuma kule. Nyuma, achana na hawa jamaa walioshika maiki. Mbele kule utaona kuna jamaa yupo na jezi ya Yanga. Lakini pia kuna Christina Mwagala. Yes, Christina Mwagala ndio aliyekuwa anaongoza. Of course ndio aliyeorganize hapa. Hiyo event. Hapo Mufti umenielewa. Huyu hapa. Yule pale. Huyu hapa. Kwa hivyo hapa hatuwezi kujua kama ni sehemu ya EPA ama ni vitu gani, lakini yupo na yeye mwenyewe. Unajua haya mambo yanavuta. Unaweza kukuta jambo linafanywa na timu fulani lakini na sawa. Wenyewe Young Africans kupitia ukurasa wao rasmi wameweka ufundi kidogo wa mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa leo. Kuna picha kadhaa, lakini moja ya picha ambayo utakutana nayo ni hiyo hapo ya Mohamed Hussein kuonesha ya kwamba focus, wenyewe ameandika focus, kwamba akili, macho na masikio yote yapo kuelekea katika mchezo huo wa leo wa kuzisaka alama 3 muhimu zitapatikana. Na naona rais wa Young Africans comment hapo akisema top kwa msisitizo kabisa. Bila shaka wote wanazihitaji hizo 3, si ndio? Lakini hapo hiyo picha hapo ina maelezo. Ukiangalia hapo kichwa, hiyo focus, kichwani ana focus nini, mguuni hapo alafu unaweza kuona misuli ya paja, mpira wenyewe kabisa, ambapo ukifunganisha vinaleta maana kuelekea katika mchezo wa leo, si ndio? Mechi ya leo ni mechi dume. Watu wamekasirika. Hii ndio TRA ambayo msimu uliopita Tabora United ambayo pale Chamazi. Sasa unasema wewe vingine watu anajaribu kunani, kwani Mufti unakimbia anakupeleka na kimbia. Vipi alishakuja hapa akasema bora mtegea tunakujua kaka, kitu anakuja nacho mwenyewe anakuchochea. Lakini kiujumla mechi tunayo, si ndio? Kuna mechi dume, si ndio? Watu wamekasirika. Na kuna mechi nyingine leo pia majira ya saa 2 pale Tanzania Prisons itaikaribisha Singida Black Stars. Kwa hivyo burudani ni nyingi sana. Saa 2 kamili pale, kama mtu hajalipia kisimbuzi chake na namna mvua inanyesha lazima hiyo pikaa kuangalia mechi shekhe wangu hiyo burudani kabisa. Basi sawa. Lakini Mufti watu ni wana creative, wana creativity. Yes. Unajua ukiangalia pia kwa makini hiyo picha hapo, mdhamini hapo kama papa ametengenezewa kifuani. Okay. Kaka ndo focus na link hivyo mpewa hivyo katika hizo sehemu. Kwa hiyo watu wanajua ndo dunia sasa hivi ambayo ndio inataka hiyo. Yaani siku hizi sio mechi dakika 90, timu zetu kwa tunazilaumu sana, tunazizungumzia bana mechi kiisha kila kitu kimeishia pale. Na ndio maana wanaweza kutoa watu katika vyombo vya habari na yani bwana. Kwa hivyo usishangae kuona labda sawa twende kwenye posti nyingine kwenye tunako tuone picha inajieleza, lakini maelezo bila shaka ya uhusiani na hii picha hiyo. Picha hii ni vita nyingine kabisa. Ukienda katika ukurasa wa Zaka za Kazi utakutana kuna vita kubwa inaendelea na ile Dar es Salaam Derby ama Derby. Kuna ushindani wa uwanjani, kuna ushindani wa kwenye mitandao ya kijamii, na kuna ushindani wa wapiga picha. Yaani wakati wanapiga picha, kwa mfano Simba inapokutana na Azam au Yanga inapokutana na Simba inapokutana Yanga inakutana na Azam, wapiga picha nao wanakuwa wana kazi tofauti. Kuna picha ambazo matumizi yake sio wakati ule. Ndio hizi. Ukipita kule kwa Azam utakutana na hizo picha. Ukipita kwenye ukurasa wa Facebook utakutana na picha hizo. Ali kama ametumia hii picha, lakini ujumbe anasema tumemaliza mazoezi kwenye jua hapa Arusha. Usiku huu tunafanya jitihada kutafuta sehemu yenye tope tupashe pia. Lolote linaweza kutokea kesho. Ni utani ambao unarejelea ile iliyo. Ukiunga doti kwenye hiyo mistari unapata kitu cha kuzungumzia kidogo, ambao wanasema wamemaliza mechi kwenye jua hapa Arusha. Tunajua ambacho kilitokea kwenye mechi ya Simba dhidi ya TRA. Kwa hiyo wanatafuta hiyo, na pia wanafanya mazoezi kwenye tope. Kuna mechi Dodoma Jiji walicheza na Azam, pia picha hali aliitumia. Kwa hiyo kuna mazingira wanamaanisha mechi inaweza ikachezwa ama isichukue. Kuna mazingira ameandaa, lakini yote kwa yote na mechi itapigwa. Mechi kwa sababu mvua alihewa nzuri kule. Na hata Ultalison ulimsikia alikuwa anachagiza kuhusu hilo swala. Kuna mtu hapa amecomment anaitwa Blanulan anasema I am from Canada ila naipenda Yanga Afrika. Kwani Dar es Salaam kuna sehemu inaitwa Canada? Au Tabora? Anawezekana akawa yupo Canada lakini ni Mtanzania. Huu mwandiko sio mtu wa Canada bwana.
tunajuana mwandiko wa Saranga yani iko hivi. Kuna mashabiki wanajua kutengeneza content za kupenda timu zao. Hiyo content. Sawa. Yes, Ahmed Ally ambaye kesho atakuwa ugenini, kwa maana ya timu yake itakuwa ugenini pale CCM Kirumba Mwanza kucheza dhidi ya Pamba Jiji. Anasema in Mwanza safari ya pointi 3. In Mwanza. Kwa Kiingereza in Mwanza safari ya pointi 3 insha Allah. Anasema timu yenye mvuto zaidi Tanzania hivi sasa. Timu iliyo kwenye kiwango bora zaidi hivi sasa. Timu yenye wachezaji wakubwa zaidi sasa hivi Tanzania. Tukutane CCM Kirumba Machi 19 Alhamisi hii. Hizo sifa zinastahili na Ahmed tusiziguse au Bayono unaonaje? Au Ahmed yupo kazini. Yupo kazini kama ambavyo mimi niko kazini. Yupo kazini, lakini mwisho wa siku yani no doubt kwa sasa hivi mashabiki wa Simba wameamka kabisa na timu yao yani wameamka, yani si wanyonge tena. Yani ingia mitaani utaona vibe ambao mashabiki wa Simba wapo nalo kwa sasa. Tena ile bao wameiseti zaidi kwenye mechi ambayo walicheza na mtani wao ile. Baada ile mechi kumalizika ile mechi. Ile mechi yani kuna hali ya tofauti ile atmosphere, lakini pia hata ile mechi ya Singida nayo. Ilikuwa ni mazingira fulani ambao unaona kwamba timu inahangaika, timu inapambana, wanashindana dhidi ya Singida ambao nao wana qualities za kutosha, lakini wanapopambana wakapata matokeo ya 2-1. Na unajua mashabiki wa sasa hivi sio, inawezekana nikawakosea heshima kidogo, lakini tofauti na mashabiki wa zamani, sasa watu wanajua football kaka. Yaani timu ikija ikiwa inaunga kuna vitu watakwambia bwana hii timu yenu bwana hii, na wanakutajia wachezaji. Kwa hiyo naonga mashabiki yenu wako hawajui football. Usiseme ndio anachagiza, anachochea. Sio kama anawakosea heshima watu. Kwani aliyesema nenda kuna watu unajua Msumi, kuna watu walikuwa wanaipenda timu zaidi kuliko ukweli wenyewe. Sometimes mtu anakuambia kabisa bwana nyinyi timu hamna, lakini kwa sababu yeye ni shabiki wa ile timu anaipenda, anadefend by any means, atakwambia bwana si timu tunayo si nini, na kweli kuna viongozi kwa wapini kidogo tu hawabadiliki. Wewe unaamini sasa kuna mashabiki anaweza kuja kuambia kwamba hii timu mbaya? Wapo mashabiki tena za Mkapa zikishaga hapa mechi wapo wanaitwa mashabiki wasema kweli, wasema kweli mbaya kushinda timu hii. Wapo unajua timu hii ya Mufti dhidi ya timu ya Bayono, hilo alipo, hilo swala hilo alipo. Wapo Mufti, tuendelee. Kuna comment hapa anasema timu pekee huyo ni Vanguish _by anasema timu pekee yenye michezo halali. Timu pekee kabisa. Timu pekee yenye michezo halali. Michezo pekee halali. Yes, hizo ni comment tu zisikupe tabu sana, lakini mchezo huu ni majira ya saa 10 kesho na itakuwa ni Azam Sports 1 HD katika dimba la CCM Kirumba, na kesho kutakuwa kuna michezo miwili. Azam FC yenyewe ipo Kigoma Mwanza tena. Mufti kiti chako kipo wazi. Kipo kaka, sio na wasiwasi. Kwani kina mshindani vitu hapa. Kiti chako kina mshindani. Lake Tanganyika CCM Lake Tanganyika. Mufti vipi? Malizia. Bwana huyu ni Moses William. Yule wa Dodoma Jiji ni Moses Mpunga. Huyu ni Moses William kutoka Pamba Jiji. Unajua mechi kuelekea mechi ya Simba na Pamba. Na hasa ikiwa inachezwa CCM Kirumba Mwanza. Nipo makini. CCM Kirumba Mwanza. Ndio. Wanakuaga, unajua ni kama vile wakati ule ilivyokuwa Tabora United mechi ikiwa inachezwa kule Tabora. Kwa nini Pamba na Simba wanakuwa na hivi? Kwa nini? Ni kama vile ninavyokuaga kwa Young Africans na Tabora, hasa mechi ikiwa inachezwa hali ya kwa nini? Yaani kuna nini? Kwa nini kunaunganishia kaka? Mbona kama mbona kama mnanikaribisha? Naomba nisome alichokiandika Moses William, and then tutazungumzia kitu ambacho kinachagiza, kinaongezaga utamu katika mechi hii hapa. Ajenda hewa, kutukana watu bila sababu wala hatia haitabadilisha chochote. Haya yote yatapita, ila dakika 90 ziko pale pale. Tukutane CCM Kirumba kesho kutwa. Hii ni ya jana, maana kesho hii ni yetu, na hiyo ndio kauli mbiu ya Pamba Jiji kuelekea katika mechi hii.
Nafikiri yani jambo ni kwamba kuwa na affiliation na timu fulani haiondoi kwamba ukiwa kiongozi fulani bado utafanya kwamba lazima tukazia watu fulani au fulani, hiyo. Mfano mimi hapa mimi ni mshabiki wa AC Milan. Yani watu wanajua, yani Msume anaipenda AC Milan. Kwa kwenda Hispania wala Atletico Madrid hawajakuteka. Mimi nilitokea kuipenda Atletico msimu 2013-14. Yani ilinishawishi. Yani nilipenda, yani the way how walichallenge ubingwa au ile UEFA na wakaenda finali kucheza na Real Madrid wakapoteza 4-1 ndio msimu bora, na hiyo jezi wameiweka katika museum ipo pale. Ile ndio extra time kina Marcelo kwa anajipigia tu. Yes, yani kwa hiyo Atletico nilitokea kuipenda pale, yani baada ya header ya Ramos, lakini na mwisho kabisa wale walishinda mapema wakajifanya na kaza. Kwa nini uliipenda na wakati unaona ni mechi ambayo Atletico alifungwa? Yani mimi niliipenda Atletico kuchukua ubingwa msimu ule, lakini line yao mpaka kwenda kufika finali waliotoa Chelsea, Diego Costa, yani how timu ilikuwa inapambana. Na ukiangalia kile kikosi walichokuwa nacho, Thibaut Courtois, Juan Fran, Philippe Luis, Miranda, Godin, Gabi, ukiingia uwanja wa Wanda Metropolitano kwa nje kuna maneno yameandikwa Corace y Corazon. Kwa pembeni kuna mabango makubwa ya Captain Gabi, wamemweka Fernando Torres El Nino na wachezaji wawili, kuna Lopez na mmoja nimemsahau jina lake. Picha zao kubwa. Alafu wakati ile tano, wakati wa kuingia basi ilikuwa linaingia, kuna wachezaji wengine kama 6 hivi wamewekwa pale. Diego Simeone naye yupo. Ukiingia ndani unakutana na kisanamu kimewekwa cha Diego Simeone, kimewekwa katika kidude kabisa hivi. Kwa hiyo unaweza kuona tuendelee bwana huyu sasa Hispania. Mimi bwana kikweli kwanza umenifurahisha. Nikwambie tu baada ya ni jana ndio jana umeanza kuwepo katika kipindi. Nikastuka tayari amesharudi. Nikasema mbona safari ya Sheikh Said kwenda Hispania imekuwa kama V1. Mbona fupi sana.